Babu, pole sana. Na leo nimekuwa siku yangu ya pili kuweza kuja hapa nyumbani kwenye msiba kuweza kuzungumza na wewe. Tangu nizungumze siku ya jana, natamani kukusikia babu leo, wakati bado unausubiri mwili wa mjukuu wako Athman Nyanza. Nini maneno yako babu yangu? Pole sana. Mimi hata la kuongea sina, kwa sababu ya kupotea huyu Athumani. Athumani ndio huduma mimi napata kwa Athumani. Leo Athumani kapotea. Huduma amemwacha baba yake ndogo kwa peke yake, akaweza kunisaidia mimi. Ya kuongea kiongozi sina, ya kuongea zaidi sina. Nimejaa na msiba mkubwa rohoni kutoka na Athumani kupotea kwake. Kufa sio ajabu, lakini ameuliwa kinyama sana. Kwa hiyo nimepata mshtuko mkubwa sana kwa ajili ya Athumani. Mjukuu wangu nitasema nini? Kwa sababu mtu kaamua kumpoteza, mimi nitafanya nini? Ili hivyo hivyo mkono wa serikali namna unavyofuatilia kusikia kwamba yule mtuhumiwa akapatikanika, kidogo roho yangu inarudi kidogo, kwa sababu serikali watajua nao wamwadhibu vipi alioniulia mjukuu wangu. Kwa hiyo sina mengi zaidi ya kuongea kiongozi. Pole sana babu yangu. Ukimtazama mzee huyu anaumia, anabubujikwa na machozi. Sababu kubwa ni kifo cha mjukuu wake ambaye kwake anasema alikuwa ni msaada mkubwa wa kumsaidia kwa namna moja au nyingine. Tunachoweza kusema pole sana babu, Mungu akupe nguvu na kila kitu kitakaa sawa sawa. Tunaamini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mkono mrefu, ina wachapakazi na itatenda haki kwa hiki ambacho kimetokea. Nashukuru. Kwa sababu gani? Sikutegemea kwamba mtuhumiwa atapatikanika, lakini kwa juhudi mwenye mtoto wake anaitwa Omari, kwa kushirikiana na Madebe wakahangaika. Omari akahangaika hali chakula kila sehemu kafika kwa kunitafuta huyu, mpaka akaja nikasema akafanikiwa kwa kushirikiana na polisi. Lakini kutokekanika na serikali ikasema hapana, jamani, sisi tunaona ajabu, kwa sababu penye nyumba Madeba alivyofika anaambiwa shimo hili la taka, wakati hapa pana shimo linginewe halijajaa la taka, linachimbwa shimo linginewe. Asubuhi yake kuenda ile shimo liliambiwa shimo la taka limefukiliwa, lile la kwanza bado lipo pale pale na pamepandwa na mihogo. Familia ikashangaa, kama shimo la taka mbona hili halijajaa, kwa nini chimbwe shimo lingine? Hisia ikawa kuanzia hapo tukaona kuna maajabu makubwa, kuna mshtuko mkubwa. Serikali wanasema hata acheni. Mtu anazidi kuharibika mpaka hali ikawa haikubaliki. Sisi shimo tuna wasiwasi nalo kwa huyu mtu aliyokuwepo. Haya, leteni maaskari, kupatikanika huyu mleteni hapa. Kuja pale kuchimba, anaonekanika Athumani. Sasa hili halijajaa, unachimba linginewe. Kuenda asubuhi yake linakutwa lile mpya limefukiliwa, la zamani lipo pale pale. Hapo mefukia taka gani? Wasiwasi ndipo ilipozidi kujaa mpaka kung'ang'ania tukachimbe pale ile shimo, tuna wasiwasi nalo. Lakini serikali lazima ifuate utaratibu wake, na kweli kufuata utaratibu wake mpaka tarehe hiyo kwenda pale
anapatikanika Asumani, watu tukaanguka na mzumbao mkubwa sana. Kuna pigo kubwa sana limetupiga kwenye familia. Huyo baba mtu halali hali kwa kumfikiri mwanawe, kila kizunguka kwa kumtafuta mwanawe. Kwa nini apotee kama bata? Kwa bahati Asumani kapatikanika, lakini hali sio nzuri kwa kweli kwenye familia. Unaongea ujikaze, lakini kama kujikaza huwezi kuongea. Kwa kitendo alichotendewa Asumani cha kinyama sana, kitendo alichotendewa marehemu cha kinyama sana. Kwa huyu mwanamke amenitendea kitendo kibaya sana mwanangu. Kwa hiyo kiongozi, unanihoji, sina zaidi ya hapo mimi, ila nina mmomonyoko tu wa mwanangu kupotea tu basi. Pole sana babu, Mwenyezi Mungu akupe nguvu kipindi hiki kigumu ambacho unapitia. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.